Jimbo la Nyamagana ni moja kati ya majimbo 8 katika mkoa wa Mwanza. Katika majukumu ya wabunge kwa kushirikiana na halmashauri zao, ni jukumu lao kuhakikisha ahadi na malengo ya maendeleo yanatimia kwa wakati. Yapo mambo ambayo yametekelezwa kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2015 kama ahadi kuelekea mwaka 2020. Hapa Nyamagana nini kimefanyika? Mbunge wa jimbo la Nyamagana Mheshimiwa Stanislaus Mabula kwa mara nyingine tena anafanya ziara ya jimbo ili kuhakiki na kujionea utekelezaji ahadi hizo, na kama pana mkwamo wowote, lakini pia wapo chama tawala mahususi uhakiki utekelezaji ahadi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tukiangazia ama kuchambua kuyaona japo baadhi ya mambo hayo, hebu tuanze kwa kuangazia sekta ya maji. Hapa ni Mabatini palipofanyika mfumo wa maji safi na maji taka chini ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Eneo hili hakika ilikuwa uchimbaji wa choo ni tatizo, na hii ni kutokana na jiografia ya eneo lilivyo, lakini sasa amepatikana mkombozi. Lengo la mradi huu ni kuondoa uchafu wa maji taka katika nyumba zote zilizo katika mfumo huu. Kwamba hili ni eneo la neto Mabatini. Ni mojawapo ya maeneo matatu ya majaribio katika mradi wetu wa simplified sewage kwa lengo la kukusanya maji taka kutoka sehemu za inuko. Na tumetandika jumla la bomba kilomita 2.5 ukiziona, lakini za size moja. Ndio maana ile simplified, kwa maana tumecompromise ile standard, kwa maana tumetumia bomba za aina za size moja kutoka mwanzo za inchi 4. Na kama nilivyosema ni kilomita 2.5, lakini vile tumeunganisha jumla ya kaya 178. Na ili tulivuka lile lengo la kwanza ambalo lilikuwa tumeplani kaya 100, kwa ziliongezeka kaya 78 kwa baada ya wananchi kuwa na mwitikio. Si hapa tu, bali mradi huu unafanyika katika maeneo mengine pia katika jiji hili, ikiwemo Igogo na kadhalika. Katika eneo la shule ya msingi Mlimani, Mheshimiwa mbunge haridhishwi na utunzaji mradi uliokamilishwa na MWAUWASA kwa ajili ya wanafunzi. Sisi kwa nini tumepita hapa? Tumepita hapa, moja ya changamoto ambazo wanakumbana nazo wadau wetu wakubwa kwenye maendeleo, mamlaka ya maji safi na maji taka, walipoamua kusaidiana na serikali kuhakikisha kwamba wanapunguza tatizo la matundu ya vyoo kwa kuwa na vyoo vyenye ubora. Changamoto kubwa inayoonekana ni matunzo ya vyoo vyenyewe vilivyojengwa. Ni kweli kwamba tunatambua vyoo hivi vinatumia maji, ndio maana wakajenga na matenki ya maji, lakini bahati mbaya sana, ukiwa na mradi mmoja ukafanya vizuri, unategemea kupata mradi mwingine. Nyamagana tumepata vyoo kwenye shule 14. Malengo na matarajio ya kwao kama watu wa mamlaka na sisi wenyewe tunaoomba kila siku ni kupata vyoo vingine kwenye shule 20. Lakini inawezekana kabisa tusipate kwa sababu ya utunzaji mbovu wa vyoo tulivyo navyo sasa. Inayotoa maji ndio imeharibika. Kwa hiyo hatuna akiba ya maji. Yaani inapokatika tunakaa hivi hivi tunasubiria. Tunaomba msaada. Sasa kurekebisha itengi. Sawa. Swala la bili ya maji tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba mafungu yake yanakuja, ingawa kwamba haitoshi, lakini tutabanana hivyo hivyo kulipa bili ya maji. Sambamba na hilo, Mheshimiwa mbunge anapita pia kukagua maendeleo ya miradi mbalimbali ya maji ambayo kiuhalisia inakuja kupunguza adha ya maji kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya jimbo hili. Naitwa Charles Maro Nyamasiriri, diwani wa kata Isamilo katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Kiukweli naweza nikasema mimi kama diwani, mwanzo tulikuwa na shida sana na kata ya Isamilo kwa swala la maji, lakini matarajio yetu sisi kwa ujenzi wa tenki hili ambalo linaendelea, baada ya hapo itakuwa ni historia katika kata ya Isamilo kwenye swala zima la maji. Manake nachoamini ni kwamba maji haya, tenki hili litaweza kusupply maji katika kata yangu, hasa ukizingatia kata ya Isamilo maeneo makubwa yako milimani. Ni imani yangu kwamba sasa maji, tatizo la maji linakwenda kukoma, itamtua mama ndoo kutoka kichwani. Sehemu nyingine ni pale alipojionea mfumo mzima wa MWAUWASA kuanzia katika chanzo cha maji, lakini pia nini wanafanya na wanagawa maji kiasi gani, na hata matatizo na changamoto wanazokutana nazo. Katika sekta ya afya, itakumbukwa katika kampeni za uchaguzi
ziliahidiwa kujengwa zahanati 6 na walau kituo kimoja cha afya. Hadi sasa tayari zimejengwa zahanati 5 na kituo kimoja cha afya kilichopo Igoma. Wakati wa kampeni 2015 tuliahidi moja ya jambo, Mheshimiwa Diwani, utakumbuka tulisema tunataka kujenga zahanati 6 kwenye jiji la Mwanza. Tulikuwa na upungufu wa zahanati hizo 6, lakini tulisema tunataka walau tuwe na kituo cha afya kimoja mpaka vitatu. Utakumbuka Nyamagana haijawahi kuwa na kituo cha afya toka imekuwepo, lakini hata hospitali yetu ya wilaya tunayoitegemea bado haina sifa ya kuitwa hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tulichelewa, tulikuwa nyuma sana. Sasa moja ya jambo ambalo kwanza napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuanzisha ujenzi wa vituo vya afya nchi nzima. Nyamagana tumekuwa sehemu ya mafanikio hayo. Tumepata kituo cha afya cha kwanza toka Nyamagana imezaliwa ambacho mmeona kwa macho, tumeenda kukitembelea Igoma. Nimshukuru sana mkurugenzi wa jiji la Mwanza ndugu Kibamba Kiomoni Kiburwa kwa kuwa na wataalamu wazuri. Mainjinia, nyinyi ni mashahidi, wamefanya kazi nzuri. Mafundi wa Igoma wamefanya kazi nzuri sana ya kusimamia ujenzi wa majengo 7 ambayo kwa kweli tunaamini kama tutapata wataalamu wazuri, swala la vifo vya mama na mtoto kutokea huduma ya afya watakaokuwa wanapata Igoma litabaki kuwa ni historia kwa Nyamagana. Lakini dhamira yetu kama tulivyosema, tunategemea vituo vingine vya afya kama sio viwili ni vitatu, ili tuweze walau kukizi mahitaji ya wananchi wa jimbo la Nyamagana. Mmesikia Igoma kuna wakazi zaidi ya 42,000. Unaweza kuona mahitaji makubwa ya kituo cha afya yalivyokuwa yanahitajika. Lakini kama nilivyosema, tuliahidi kujenga zahanati 6. Hivi tunavyozungumza leo, hii ni zahanati ya 5 kati ya zahanati tulizoanza kujenga mwaka 2017. Ukianzia Isebanda kule kwenye kata ya Rwanima, ukienda kwenye kata ya Buhongwa kule Bulale, lakini nyinyi tumekwenda Mkuyuni kwa mara ya kwanza leo, mmeona tunajenga zahanati mpya yenye kiwango. Mmeenda Mandu, mmeona tunajenga zahanati mpya, na sasa tuko Isamilo zahanati mpya. Lengo la ujenzi wa zahanati hizi kwanza, kama tulivyosema, ni kuhakikisha tunapeleka huduma ya afya kwa ajili ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Utafahamu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine lenye umbali wa zaidi ya kilomita 15, 20 au kilomita 10, unaweza chochote kikatokea katikati. Kwa hiyo kujengwa kwa zahanati hizi kunasaidia sana kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini kunaongeza ubora wa huduma za afya na kupunguza mzigo kwenye hospitali yetu ya wilaya, lakini kupunguza mzigo kwenye hospitali yetu ya mkoa kwa sababu iko hapa Nyamagana. Viti ni kipaumbele. Mmefanya kazi kubwa na sisi tunataka matokeo. Mwenyekiti anataka matokeo, diwani anataka matokeo, mimi nataka matokeo kama mbunge, lakini zaidi ya yote Mheshimiwa Rais anataka matokeo yanayotokana na fedha anazoelekeza kwenye miradi. Fedha anazoelekeza zikusanywe kodi. Chama cha Mapinduzi ambacho kimetupa dhamana sisi ambao ndio wenye irani wanataka matokeo. Na matokeo haya tafsiri yake wananchi wanataka kutumia matokeo haya ili sisi tufanikiwe, ni matokeo ya wananchi hao. Katika sekta ya miundombinu kwa maana ya barabara, nini kimefanyika? Kupitia TARURA, zipo barabara ambazo zimekamilika kwa kutengenezwa katika kiwango cha lami, lakini pia bado zipo barabara ambazo zinaendelea kutengenezwa hadi hii leo ambazo zipo kwa kiwango cha lami, changalawe na mawe. Nilivyosema kuna miradi yetu hapa ya barabara za lami. Kwa hiyo ningependa pia kwenye kutembelea miradi yako hii, ningependa pia utembelee pamoja na hizi barabara za lami hapa mjini. Kwa baadhi tu utakavyoona inafaa. Hii kazi imeshakamilika 100%. Kwa hiyo kama unapokumbuka Pamba ilitusumbua sana. Sasa Pamba sasa hivi imekuwa historia. Na baadhi ya barabara ambazo zilikuwa na mashimo yote Nyanza aliziba. Kwa hiyo mradi ulitekelezwa kwa shilingi milioni 560 na umekamilika 100%. Lakini mkandarasi huyo Nyanza pia alijenga barabara kwa kiwango cha lami, barabara ya Thakafa na Mkanyenyi. Na baadhi ya barabara zingine aliziba vilaka vya lami moto. Kwa hiyo huo mradi pia wa Thakafa na Mkanyenyi alitekeleza kwa shilingi milioni 827. Na huo mradi pia umekamilika 100%. Ipo nguvu ya nyongeza
pia katika kupunguza changamoto mbalimbali katika elimu, hasa upande wa ukarabati na umaliziaji baadhi ya vyumba vya madarasa, lakini pia hata ugawaji vifaa vya michezo ili wanafunzi kupata haki yao ya kucheza pia. Lakini pia na natoa pongezi hizi kwa mbunge, mheshimiwa mbunge aliyetupatia haya maendeleo kwa muda mfupi tu uliopita. Lakini mheshimiwa mbunge, wanafunzi walioko mbele hapa wanalalamika la tatizo moja tu la vifaa vya michezo. Hawana vifaa vya michezo, lakini pia wanao uwanja, kila kitu wanacho, lakini kasoro tu mipira na vitu vingine vya michezo. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, tunakuomba uweze kuwapatia wanafunzi hao vifaa hivyo vya michezo, waweze kuwa wanacheza hapa shuleni. Nation Maila, kwanza hongera sana kwa ujasiri mkubwa. Wewe ni moja kati ya watoto makini kabisa ambao kwanza unasoma darasa ngapi Maila? Nyinyi si mmemwona Maila alivyo ni kwa sababu walimu wamemtengeneza vizuri, sio? Kwa hiyo walimu niwapongeze sana. Maila kwa nilivyomuona hivi hawezi kubaki kama alivyo miaka mingi ijayo. Sio mmoja, wako wengi Lakini Maila, sasa kwa heshima yako na heshima ya shule ya Butimba B, netball tuwaletea mipira kwa ajili ya football. Sawa sawa? Nataka muwe mnacheza mchezo vizuri baada ya masomo. Maana michezo na yenyewe inasababisha akili ichangamke, si ndio? Kwa hiyo nitawaletea Maila. Maila amesema vizuri sana. Mtazamaji, haya ni baadhi tu kati ya mengi yanayoendelea kufanyika katika jimbo la Nyamagana. Tukutane tena wakati mwingine kwa mara nyingine ili kupata mwendelezo na kuona upande mwingine nini kimefanyika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha upatikanaji kumbukumbu hizi, mimi ni Edmund Ruta. Asante na kwa heri kwa sasa. Pole sana. Maendeleo ndio maana moto